Mzazi mpendwa, je, ulishawahi kumwangalia mtoto wako akiwa amelala na ukahisi amani ya ajabu katika moyo wako? Lakini, je, unajua kwamba usingizi huo mtoto anaokuwa amelala si usingizi peke yake, bali ni chakula cha ukuaji wa mwili wake, akili yake, kila kitu cha mtoto anapokuwa amelala ndipo kinapokuwa kinakuwa. Je, unalitambua hilo? Karibu katika Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunalea kwa upendo, tunalea kwa busara na tunalea kwa hekima. Tukihakikisha kwamba ukuaji wa watoto unakuwa ni ukuaji ambao ni wa maana sana. Leo katika Moyo wa Malezi, tunaenda kuzungumzia kitu cha msingi sana ambacho ni usingizi wa mtoto. Umuhimu wa mtoto kupata usingizi wa kutosha. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya familia nzima na hata kwa ajili ya mambo mengi ambayo ni ya msingi katika maisha na ukuaji wa watoto, tukiangalia na familia kwa ujumla. Una uwezo wa kutupigia simu au ukatutumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Umuhimu wa kwanza ni kwamba usingizi hujenga ukuaji wa mwili. Mtoto anapokuwa amelala, mwili wake unazalisha homoni, hizo homoni za ukuaji, ambazo hizo homoni ndio zinafanya mtoto misuli inakuwa vizuri, mifupa inajengeka, mtoto anakuwa imara kiakili, mtoto anakuwa kimwili pia. Wakati huo ndio mtoto ambapo anatengenezwa vizuri wakati anapokuwa amelala. Watoto wengi wanaokosa usingizi, watoto ambao hawalali vizuri, wanakuwa polepole. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa mzazi kuhakikisha kwamba mtoto anapata usingizi wa kutosha. Mtoto analala vya kutosha ili aweze kukua vizuri, misuli yake iweze kujengeka, mifupa iweze pia kujengeka vizuri, mtoto aweze kukua vizuri. Usingizi ni muhimu sana kwa mtoto. Mzazi zingatia, wazazi wote ambao wana watoto wachanga au wazazi wote ambao wana watoto wadogo, hakikisha mtoto analala na anapata usingizi wa kutosha, na wakati amelala alale akiwa ametulia bila kusumbuliwa na jambo lolote. Umuhimu wa pili ni kwamba usingizi huimarisha akili na kumbukumbu. Watoto wanapokuwa wamelala, vile vitu vyote ambavyo wamejifunza shuleni inamsaidia kuhifadhi, kwa sababu akili inakuwa vizuri. Watoto ambao hawalali vizuri mara nyingi hata shuleni wanakuwa wanasahau, kwa sababu akili ya mtoto haijapumzika. Mtoto amecheza, kumbuka mtoto anacheza kuanzia asubuhi, anakimbizana, anaruka, anaenda wapi. Kwa wale watoto ambao wameanza shule, wanakuwa wako shuleni, wanasoma, wanafanya kazi, wanafanya mambo mengi. Kwa wale wanapofika nyumbani baada ya kula, ameogeshwa, anatakiwa alale apumzike ili kuanza kutengeneza kumbukumbu zake vizuri, ili akili yake iweze kujengeka na pia akili ipate kutulia. Hiyo inamsaidia sana mtoto kuweka kumbukumbu na hasahau kile ambacho amejifunza shuleni. Lakini kama anakosa usingizi, mara nyingi akili yake, kwa sababu inakuwa haikui na kujengeka vizuri, anakuwa anasahau mara kwa mara. Hata kwenye masomo unaweza kugundua kwamba watoto ambao hawapati usingizi wa kutosha wanakuwa wanashindwa masomo yao. Yale wanapokuwa wako shuleni, vitu vingi wanakuwa wanasahau kwa sababu akili inakuwa haitulii, yani haipumziki vya kutosha. Umuhimu wa tatu, usingizi hupunguza hasira na msongo wa mawazo. Watoto wanaokuwa wanalala vizuri, wanapumzika vya kutosha, inawasaidia kuwafanya hao watoto wanakuwa watulivu, na inawasaidia hao watoto hata katika swala zima la kushirikiana na wenzao, kwa sababu wanakuwa wametulia, wana furaha, akili imetulia, kwa hiyo inakuwa rahisi kwao kushirikiana na watoto wengine. Lakini watoto ambao hawapati usingizi wa kutosha wanakuwa na hasira, na wakati mwingine wanakuwa na tabia ngumu kwa sababu ya msongo wa mawazo. Hivyo ni jambo la msingi sana mzazi kuhakikisha mtoto anapata usingizi wa kutosha. Mtoto anapokuwa amepumzika, apumzike vya kutosha, asibuguziwe, apate usingizi wa kutosha ili hiyo iweze kumsaidia kumpunguzia hasira na msongo wa mawazo, na imrahisishie yeye kushirikiana na wenzake kwa sababu anakuwa tayari ana utulivu wa kumtosha. Umuhimu wa nne, usingizi huimarisha kinga ya mwili. Watoto wanaopata usingizi wa kutosha,
kinga ya mwili inakuwa imeimarika. Na ukiangalia watoto ambao wanalala vya kutosha, yani hawaugui mara kwa mara, kwa sababu kinga yao ya mwili inakuwa imeimarika, tofauti na watoto ambao wanapata usingizi ambao hautoshi, hawalali kwa wakati na hawana muda wa kulala vizuri. Hao watoto kinga ya mwili inapungua, na mara kwa mara wanakuta wanaugua. Mtoto anaumwa, mara anaumwa kichwa, mara amepungua uzito, mara yani anakuwa mtoto ambaye anaugua mara kwa mara. Ni muhimu sana kuhakikisha mtoto anapata usingizi wa kutosha, mtoto analala vya kutosha. Hata kama unaona mtoto anapenda kucheza sana, hapendi kulala, hakikisha aoge, apewe chakula, ale ashibe na alale. Alale kwa wakati ili kumfanya kinga za mwili na mwili uweze kuimarika vizuri. Umuhimu wa 5, usingizi unajenga nidhamu na utaratibu wa maisha. Watoto ambao wanafundishwa kulala, hao ni watoto ambao pia wanakuwa wamefundishwa na wazazi wao utaratibu. Yaani wanapewa misingi, wanajua kupangilia ratiba pindi wanapokuwa watu wazima. Unakuta hata wao wenyewe wamepanga ratiba zao vizuri, kwamba atakula saa ngapi na atapumzika saa ngapi. Hiyo inamfanya mtoto anakuwa na nidhamu na anakuwa na ratiba katika maisha yake. Hata anapokuwa mtu mzima, anajua kupangilia. Anajua jambo gani nifanye muda gani na jambo gani nisifanye kwa muda huo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwapa muda sahihi watoto wa kulala, kuwafundisha kulala mapema, kuwafundisha kulala vya kutosha. Anataka kuamka anacheza kitandani, unamwambia hapana, lala, pumzika, unamsemesha vizuri, unamjengea utaratibu. Hata maisha yake ya baadaye anakuwa anajua nini afanye na nini asifanye kwa swala zima la kulala na kupata usingizi. Mzazi mpendwa, mtoto anapolala kwa muda wa kutosha, si kwamba anapoteza muda, bali unampa nidhamu na unampa thamani katika maisha yake na unamjengea afya bora. Mtoto anapolala, ukamfunika shuka, ukazima taa, ukamweka katika hali ya utulivu na akasinzia, unakuwa umempa zawadi, umempa thamani katika maisha yake, ambayo ni usingizi wa kutosha na usingizi mzuri katika maisha yake. Ndugu mzazi, hakikisha mtoto anapata usingizi wa kutosha. Unapomjengea hiyo tabia ya kulala, kupumzika, kupata usingizi wa kutosha, unakuwa umempa zawadi ya thamani katika maisha yake. Bila shaka, umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usisite kulike, usisite kushare na usisite kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Asante kwa kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunajenga vizazi, tunatengeneza thamani ya watoto na tunajenga familia bora. Tukutane tena mahali ambapo tutaendelea kusaidiana na kuendelea kuhakikisha familia zinakuwa katika misingi ambayo ni thabiti. Mungu akubariki sana. Asante.